Karibu kwa mara nyingine tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Jina langu ni Adam Hussein. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian anasema Iran haitazungumzia uwezo wake wa kijeshi. Asema makombora yameepusha Iran na hatima ya ukanda wa Gaza. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian amesisitiza kuwa Tehran haitawahi kamwe kufanya mazungumzo yoyote kuhusu uwezo wake wa ulinzi na kuzuia uchokozi, akibainisha kuwa ghala la makombora la nchi hiyo ndilo limeiweka Iran salama dhidi ya kukumbwa na hatima ya Gaza. Mipango ya watu wa Marekani na Israel ilikuwa kuifanya Iran kuwa kama ukanda wa Gaza, kushambulia na kuangusha majumba yote kama ilivyokuwa ukanda huo, lakini kutokana na kuwa na makombora mazito na yenye uwezo wa hali ya juu, Iran imesalia na hadi sasa miundombinu yake bado ipo imara. Ametoa kauli hiyo akiwa ziarani nchini Pakistan. Rais Pezeshkian alikataa kata wazo lolote la kujadili kupunguza uwezo wa kijeshi wa Iran, akisisitiza kuwa nguvu za ulinzi wa Iran ni mhimili wa kulinda mamlaka ya nchi hiyo dhidi ya vitisho vya nje. Akizungumza kando ya waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif wakati wa mkutano wa pamoja na waandishi wa habari mjini Islamabad, Rais Pezeshkian amezikosoa nchi za magharibi ambazo hujinadi kama watetezi wa haki za binadamu na kusema madai hayo hayaendani na vitendo vya nchi hizo. Ziara hiyo ya siku moja na ya Rais Pezeshkian ilihusisha mazungumzo ya kina na waziri mkuu Shehbaz Sharif, Rais Asif Ali Zardari na mkuu wa majeshi ya Pakistan Field Marshal Asim Munir. Rais Pezeshkian amesema uhusiano wa Tehran na Islamabad umejengeka katika msingi wa heshima wa pande zote. Pezeshkian amesisitiza kuwa Iran inaamini kuwa amani, utulivu na ustawi katika eneo la Asia Magharibi na Ghuba ya Uajemi vinaweza kupatikana tu kupitia mazungumzo ya dhati, ushirikiano wa kikanda na mahusiano yanayozingatia heshima ya pande zote. Ikumbukwe kuwa Pakistan ilichukua nafasi kubwa katika kuwezesha mkataba wa maelewano MOU kati ya Iran na Marekani. Mapatano hayo ya hivi punde yalifikiwa baada ya vita vya siku 40 vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran mnamo Februari 28. Waziri Mkuu Sharif na Field Marshal Asim Munir walisaidia kama wapatanishi katika mazungumzo hayo ambayo yaliandaa njia kusitishwa kwa vita vya uchokozi dhidi ya Iran na kufungua mlango wa majadiliano ya baadaye kuhusu kuondolewa kwa vikwazo na usalama wa kikanda. Rais wa Iran ametoa wito wa ushirikiano wa karibu zaidi ya miongoni mwa nchi za Kiislamu, akisema Iran imenyoosha mkono wa urafiki kwa nchi za kanda hii katika harakati za kutafuta mfumo mpya wa usalama. Amezitaja Qatar, Saudi Arabia, Misri na Uturuki kama nchi zilizowezesha kuwa na mchango wenye matokeo katika kuunda mfumo huo. Rais Pezeshkian ametoa shukrani kwa uongozi wa wananchi wa Pakistan kwa uungaji mkono wao kwa Iran wakati wa vita vya hivi karibuni. Kwa upande wake, waziri mkuu wa Pakistan Shehbaz Sharif amesema mazungumzo yake na rais wa Iran ni yenye tija kubwa na yamefanyika katika mazingira ya kirafiki sana. Sharif ameitaja ziara hiyo kama tukio la kihistoria kati ya Pakistan na Iran, huku akiunga mkono hatua za kumaliza vita kati ya Iran na Marekani chini ya mkataba wa maelewano wa Islamabad. Waziri mkuu huyo amepongeza jukumu la Pakistan kama msuluhishi mwaminifu na mwenye nia njema na amewashukuru viongozi wa Iran kwa kuamini juhudi za Islamabad. Katika mikutano yake tofauti na Field Marshal Asim Munir na Rais Asif Ali Zardari, Rais Pezeshkian alijadili njia za kupanua ushirikiano wa kimkakati na kuimarisha uhusiano wa nchi hizo mbili. Rais Zardari alisisitiza tena uungaji mkono wa Pakistan kwa amani, utulivu, mamlaka ya kitaifa na ukamilifu wa ardhi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran. Vile Zardari alitoa salamu za rambirambi kwa ajili ya kifo cha kiongozi mkuu wa serikali ya mapinduzi ya Kiislamu ya Iran, Ayatollah Al-Khamenei. Amebainisha kuwa maafisa wa Pakistan watashiriki katika mazishi ya kiongozi huyo yaliyopangwa kufanyika Julai 4 hadi 5. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia ujue ni nini kinachojiri katika ulimwengu.